ule uhalisia ambao wao walikuwa wanaweza kuuona. Na kuja watu wapya, wachezaji wapya, asilimia kubwa, karibu 70% ya kikosi ni wapi mwingine. Kwa hiyo haya ambayo yanatokea ni indicator kwenda kuonyesha kwamba pale unapokuja kukutana na intensity kubwa ndivyo uhalisia wa matokeo ya Simba Sports Club. Kwa sababu ukiangalia michuano ya awali kombe la klabu bingwa barani Afrika, intensity ambayo walikutana nayo ilikuwa ya chini sana, lakini tunaona wanapata ushindi wa goli moja ugenini, alafu wanakuja kutoa sare ya goli moja kwa moja wakiwa katika ardhi ya nyumbani. Ukiangalia profile ya timu, ukiangalia pia na intensity waliokuwa nayo, exposure waliokuwa nayo, Simba wako juu kwa kila kitu. Aina ya matokeo waliyopata yanaanza kuleta indicator. Hii ni mechi ya kiushindani. Lakini pia ukirejea Simba Day, pia mechi ya kiushindani, tunaona kwamba waliweza kupata ushindi, lakini maswali yalibaki mengi sana. Nyingine kwa ngao ya jamii dhidi ya mtani wake Dar es Salaam Young Africa amepoteza kwa mara ya 6. Kwa hiyo hizi ndizo game ambazo zinakwenda kumclarify Simba ana nguvu kiasi gani ya kuweza kushindana. Kwenye ligi ameanza vizuri. Ukisema kwamba ligi kwa sasa anaongoza, ana pointi 6 na magoli 6, nitakuuliza swali, amecheza na nani? Falia tafadhali mashkura ni mwana michezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Njoo tukujuze kile ambacho tumekuandalia bwana. Niko na hapa Steven Mapunda. Unakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu. Lakini wacha nikwambie tu ya kwamba mambo yameshaanza kuwa mazito kweli baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kupigwa chuma 4 miguu ya sturi na klabu ya Al Hilal Omdurman kutokea pale Sudani. Kunani? Wana mwalimu mpya ameanza kwa mikosi. Unakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea hapo, uchambuzi mzuri kweli ambao kutoka kwake Steven mwana wa Mapunda. Uko vizuri bro? Mimi niko vizuri. Uzima upo na haulalamiki. Mungu ni mwema. Namshukuru Mungu. Sawa, ni jambo la kheri kweli na ni jambo la kuleta wokovu. Kwa sababu ni jambo zuri kumshukuru Mungu aliye juu kabisa. Mapunda Steven bwana, ndio taarifa ziko nyingi, lakini taarifa kubwa ni ile pale ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wamekubali kipigo cha mbwa mwizi. Kipigo cha mama mkanye mwanao, mazoea si mazuri. Bao 4 ama unaweza kusema gongo 4 kwa 0. Ndio hapa amekaribishwa mwalimu mpya. Hiki kipigo hiki kwako na tafsiri namna gani ambacho Simba amepewa kutoka pale Al Hilal Omdurman? Tafsiri ya kwanza ni kwamba ni kama sagula kwenye mitumba. Utoka kukutana nayo, hiyo inakufaa. Unaweza ukapata mali kwa 500 ikawa mali kweli. Unaweza ukapata mali kwa shilingi 5000 afu ikawa ni famba. Ndicho ambacho nakiona kwa Simba Sports Club kwa sasa. Sioni wakiwa wanatafuta kitu ambacho wanakijua. Sioni wakiwa wanafanya kitu ambacho wao wamekidhamiria kukifanya, ila wanafanya ili uweze kusukuma msimu uweze kumalizika. Kwa maana wameweza kubadilisha benchi la ufundi na haraka kabisa wameweza kumleta kocha ambaye tayari kuna sintofahamu nyingi katikati yake. Lakini pia key players ambao walikuwa wanawategemea msimu uliomalizika wengi wameweza kuondoka. Utamzungumzia Shabalala, utamzungumzia Ngoma, utamzungumzia Sheikh Malone Fondo, utamzungumzia Lionel Ateba, chaguo la kwanza la kocha Fadlu Davis, lakini pia utamzungumzia na kocha mkuu wa klabu. Hao wameondoka. Katika hali ya kawaida unaiona kabisa Simba sasa imeweza kubadilisha shepu na kuweza kuondoa katika ule uhalisia ambao wao walikuwa wanaweza kuuona. Na kuja watu wapya, wachezaji wapya, asilimia kubwa, karibu 70% ya kikosi ni wapya na kocha mwingine. Kwa hiyo haya ambayo yanatokea ni indicator kwenda kuonyesha kwamba pale unapokuja kukutana na intensity kubwa ndivyo uhalisia wa matokeo ya Simba Sports Club. Kwa sababu ukiangalia michuano ya awali kombe la klabu bingwa barani Afrika, intensity ambayo walikutana nayo ilikuwa ya chini sana, lakini tunaona wanapata ushindi wa goli moja ugenini, alafu wanakuja kutoa sare ya goli moja kwa moja wakiwa katika ardhi ya nyumbani. Ukiangalia profile ya timu, ukiangalia pia na intensity waliokuwa nayo, exposure waliokuwa nayo, Simba wako juu kwa kila kitu. Aina ya matokeo waliyopata yanaanza kuleta indicator. Hii ni mechi ya kiushindani. Lakini pia ukirejea Simba Day, pia mechi ya kiushindani, tunaona kwamba waliweza kupata ushindi, lakini maswali yalibaki mengi sana. Mechi ya kiushindani nyingine kwa ngao ya jamii dhidi ya mtani wake Dar es Salaam Young Africa amepoteza kwa mara ya 6. Kwa hiyo hizi ndizo game ambazo
zinakwenda kumclarify Simba ana nguvu kiasi gani ya kuweza kushindana. Kwenye ligi ameanza vizuri. Ukisema kwamba ligi kwa sasa anaongoza, ana pointi 6 na magoli 6, nitakuuliza swali, amecheza na nani? Amecheza na Fountain Gate. Fountain Gate anapokutana na Simba head to head, hebu tuangalie labda mechi 3 mwisho walizokutana kati ya Simba na Fountain Gate. Fountain Gate amewahi kuleta upinzani wa staili gani kwa Simba Sports Club? Jibu ni hakuna, zaidi ya kwamba aliweza kutoa sare ya goli 1-1 kama nitakuwa niko sahihi zaidi, goli la Chasambi anajifunga. Lakini mbali na hapo, mwanzoni mwa msimu aliweza kupoteza. Shefold Malone alianza kuwatanguliza Simba wakiwa hawajatimiza vigezo, walipoteza Fountain Gate. Lakini pia ukija kuangalia kwa Namungo ni moja ya timu ambayo imeweza kuchangia alama 6 katika zile alama ambazo alizidiwa alama 4 na Yanga kuchukua ubingwa. Alama 6 zilitoka kwa Namungo. Na Namungo hajawahi kuwa kizuizi kwa Simba Sports Club. Sasa hapo tungeweza kuizungumzia Simba, labda wangeja kukutana na Fundo katika mua, labda akutane na Azam ambaye pia msimu uliomalizika waliweza kugawana maisha na Singida Black Stars, umeona labda na Dar es Salaam Young Africa katika michuano ya NBC Premier League. Hapo tungeanza kuangalia kwamba hapa Fundo linatafunika au mfupa ni mgumu zaidi. Lakini mbali na hapo unakuja kuiona Simba sasa inapokuja katika shape ya kiushindani, bado panapovuja ni pakubwa zaidi. Tumeona Al Hilal Omdurman ameweza kucheza naye mechi ya kwanza, aliweza kutoka goli 2-1 alishinda. Hapo sasa pia ameruhusu goli upande wake. Hiyo pia ni mistake, ambapo hapo kuja kumfananisha hata na Romain Folz ambao anampigia kelele. Sawa, achezi mpira mzuri, sawa ametoa suruhu mara 2 mechi ya kiushindani na mechi ya kirafiki, lakini haruhusu kufungwa. Vipi wewe ambaye una mpira mzuri unaruhusu yani nyavu zako ziweze kutikiswa? Tafsiri yake ni nini? Kuna mechi ambayo utakuja kutoa sare na kuna mechi utapoteza. Tafsiri imekuja kutolewa haraka sana na Al Hilal Omdurman. Wameweza kumwadhibu goli 4. Yani wewe Cisco unafungwa goli la kwanza, goli la pili 2-2, bado hujashtuka tu. Unasawazisha basi nitaweza kurudisha, unapigwa la 3, unapigwa la 4, bado hujashtuka tu. Shida iko wapi? Wachezaji hawakuepo, Elim Panzo hakuepo, Shomari Kapombe, labda utasema nani ambaye hakuepo kwamba angekuepo ingeweza kuleta faida kwa upande wa Simba Sports Club. Kwa kikubwa ni kwamba unakuja kuona kwamba Simba hawajajua bado nini ambacho wanahitaji kukifanya, na hawajajua ushindani ambao wanakwenda kuutoa kwa msimu huu ni ushindani wa aina gani. Bali watatembelea jina tu kwamba Simba ni timu kubwa, Simba ina historia kubwa, lakini kwenye eneo la ushindani katika hiki ambacho kimeweza kutokea, sioni Simba ikwenda kukompiti na hizi timu 4 ambazo zipo katika wastani mzuri sana wa kiushindani. Bwana wewe, Mapunda Steven huyo, umepata kusikia namna ambavyo yeye amepokea kipigo hiko cha Wekundu Msimbazi Simba kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya Al Hilal Omdurman kutoka pale Sudan. Kipigo hiko ambacho Simba amepokea chini ya kocha mpya ni kipigo cha kihistoria kwa kutokea kwa siku za hivi karibuni toka msimu uanze. Simba ndio anapigwa kipigo cha kwanza. Haijalishi nani kacheza nani ya kucheza, lakini iliyofungwa ni klabu ya Simba kutokea Dar es Salaam Tanzania, makao makuu ni pale pale Msimbazi. Hiyo Simba ambayo imefungwa kipigo hiko cha mabao 4-1. Steven Mapunda, hii sasa kitaalamu zaidi inaashiria nini kuelekea kwenye michezo ya kimataifa, hasa ule wa kufuzu kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika? Nzingizini wameshaanza tambo zao kutokana na matokeo yao ambayo wameyatoa. Kwa hiyo Simba wanatakiwa wajiandae kisaikolojia kwamba kuna watu watakubali kufia uwanjani, kwa sababu washaanza kuona kumbe tukikaza tunaweza tukapata goli, na mpinzani akishapata uhakika kwamba naweza nikapata goli, basi hiyo inakuwa inampa nguvu zaidi kuweza kukupa wakati mgumu kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo ina maana kwamba upande wa Simba Sports Club wanatakiwa wajipange, wajiandae vizuri. Ukiangalia Rushain De Rock ni beki ambaye yuko very slow, ni beki ambaye anakuwa comfortable akicheza katika eneo lake peke yake, sio katika migongano. Kwa watu wakisoma kwamba kumbe defense yao ipo ya style hii, kwa hiyo itakuwa rahisi zaidi kuweza kuwafikia katika goli lao. Pimpin Kamara ni majeruhi mpaka sasa, ni sio mtu akuweza kumtegemea kucheza katika mchezo huo, na hata kama atacheza basi fitness yake haitakuwa katika 100%. Kwa hiyo inatakiwa kwamba waweze kujipanga zaidi, hasa katika eneo la kuzuia, kwa sababu timu kuelekea katika ushindi kwanza ni kuhakikisha kwamba uwezi kuruhusu goli alafu uweze kutafuta ushindi mbele yako. Lakini kama unaweza kuruhusu goli, basi inakuwa ni wakati mgumu zaidi. Na michuano ambayo anakwenda kucheza nao tarehe 19, ukiangalia Zingizino ambao anawakaribisha
ni michuano ya knockout, kwamba goli lina faida zaidi na ni michezo ambayo imekaa kimahesabu zaidi. Goli la ugenini, goli la nyumbani pia lina faida kubwa. Kwa hiyo Simba katika hilo wanatakiwa wawe nalo makini, lakini pia wanatakiwa waangalie kwa umakini zaidi, hasa katika kuyaendea mashindano ambayo ukipigwa basi mwenzako anapata faida ya kusonga mbele. Yasije akatokea yale ya Jangwani Galaxy akaja akatokea pia kwa upande wa Zingizini. Haya labda na hayo mengi ambayo tunazungumza kuelekea kwenye mashindano ya kimataifa, nadhani kuna hatima ya mwalimu mpya ambayo imebebwa kwa hiki ambacho kinaendelea, kwa sababu ndio kwanza mwalimu hata mechi 2 za ligi kuu kama si moja tu hana. Kuna kitu ambacho watu hawakielewi. Huyu kocha ni kwamba kuna vigezo ambavyo vina misi vya CAF kuweza kusimama katika benchi la ufundi. Kuna Simba wanalitambua hilo, na inawezekana hiyo ikawa ni sehemu yao wao kuweza kuipatia nafasi ya kuweza kumtafuta kocha mwingine kama asipovusha kwenda katika hatua ya makundi. Hii itakuwa ni safari rahisi sana kwa huyu kocha kumbadilisha na kuweza kumleta kocha ambaye anaweza akaendelea katika nafasi yake. Lakini kama atafanikiwa kuweza kusonga kwenda hatua ya makundi, basi atafanya tu refresher ya kozi chache ambazo zinatakiwa aweze kupata vigezo vya kuweza kukaa kama kocha mkuu, na ataendelea kuwa kama kocha mkuu katika klabu ya Simba. Lakini kinyume na hapo, kibarua chake nakiona kikiwa temporary ndani ya klabu ya Simba, kwa sababu Simba ni timu ambayo ina pressure kubwa, inahitaji matokeo, inahitaji mafanikio, sio timu ya kuweza kumvumilia mtu kwa muda mrefu sana. Ukiangalia paka anakuja yeye, kuna makocha wengi sana wamepita hapa katikati, ukianzia kwa Robertinho paka anafika yeye kuingia katika kikosi, ni watu wengi sana ambao wamepita. Kwa hiyo si ajabu asipofanya vizuri kupita kwenda hatua ya makundi, basi akawa sehemu yake yeye kujihukumu na kuondolewa katika kikosi cha Simba. Mimi nikushukuru sana Steven Mapunda. Shukrani jadhila. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo na sisi tunamaliza hapa baada ya Simba kupokea kipigo kizito kweli kutoka kwa Al Hilal Omdurman, kipigo kile cha mama mkanya mwanao mazoea si mazuri. Mimi sina la ziada, nyuma ya kamera yuko mwamba kweli, si mwingine mwite mzo off pitch, anaitwa Katalambolo Yusufu. Mzo, mambo vipi? Steven Mapunda hapa, mzungumza mengi na mazuri, hatuna la ziada. Tukutane tena muda na wakati mwingine hapa. Usibanduke, wailanika. Maasalam.